Kama mtakuwa na kumbukumbu nzuri, Fadlu Davis katika siku ya Simba Day alisema mwaka huu tunakwenda kufanya makubwa sana katika mpira nchini. Kuna watu waliamini kwamba yale maneno yalikuwa propaganda, lakini Fadlu Davis amekwenda kwa proof na kuonyesha namna ambavyo uwezo wake ulivyokuwa sawa sawa. Sisi wana Simba tunasema cha kumlipa hatuna. Kazi yetu ni kuendelea kumsupport, anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri. Leo Simba tumekuwa tishio kwenye bara la Afrika. Lakini Waswahili wanasema siku zote unapozungumzia kumsifia anayekimbia, basi lazima msifie anayemkimbiza. Lazima tumtaje Mohamed Dewji almaarufu Mo. Anafanya kazi kubwa mzee huyu. Hatumzungumzi kwa 100% kwa namna ambavyo inavyotakiwa azungumzwe. Leo katika klabu za Afrika Mashariki na Kati, moja kwenye klabu yenye benchi bora katika bara la Afrika ni Simba Sports chini ya Fadlu Davis. Maana yake kuna pesa nyingi inatumika kwa namna ambavyo Simba inavyoendesha. Kwa lazima tuchukue nafasi hii tumpongeze sana Mohamed Dewji kwa kazi kubwa, kazi nzuri anaifanya. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Wakati anapewa hii timu kama mwekezaji alisema, awamu ya kwanza anataka kuhakikisha Simba inakwenda kwa klabu bora katika bara la Afrika. Awamu ya pili anarudi kwa mwenyekiti wa bodi, anasema Simba anaenda kuiona kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Waandishi wa habari, Simba Sports anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Umetaka ndio hivyo, ukutaka ndio hivyo. Huyu unaitolea wapi Mikoi? Tuna timu bora, tuna management bora, tuna technical bench bora, tuna players bora ambao wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo mimi naamini sina hofu, wana Simba hatuna mashaka. Mwaka huu tunakwenda kwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Joshua Mutale amewaka kweli kweli. Maana zamani leo mechi ya 4 mfululizo anachokifanya ni mwanaume hasa. Mimi nafikiri waandishi wa habari, kuna muda fanyeni research mpira. Fanyeni research wachezaji. Hakuna mchezaji aliyekuwa Simba ambaye uwezo wake hauko sawa sawa. Simba ni moja katika vilabu bora barani Afrika. Lazima iwe na wachezaji waliokuwa bora. Shida ni propaganda za mpira kwenye nchi. Mnajaribu kuzitengeneza baadhi yenu ili kuonekana kwamba Simba wamesajili wachezaji wa ajabu. Sisi tunaamini kwamba Joshua Mutale ni mchezaji mzuri. Leo hii kila mmoja anajua, lakini management ya Simba ilijua kabla ya leo. Na ndio maana walikwenda kumpa signing fee, akaingia contract na Simba, anatufanyia kazi. Leo wenye zamana wakwenda kusema Budo ni mchezaji bora. Ubora wa Budo wa kuanzia Simba umeanzia toka alikotoka. Lakini Kisugu mwanzo watu ambao walikuwa wanamkataa Mutale kutokana na kiwango. Watu wana haki ya kumkataa, maana kuna watu, kuna binadamu. Watu wa Simba kote kuna binadamu. Waliomkataa watu, mimi kuwajibia watu siwezi, ningekuwa binadamu ningeweza kuwajibia. Tofauti ya binadamu na mtu, binadamu sifa kubwa ni mtu ambaye kutafakari jambo. Mtu si mtu wa kutafakari. Kisugu anatuchanganya. Kisugu. Nimesema binadamu ni yule ambaye kujipa muda kujitafakari. Sifa ya mtu hana muda kufanyaje? Wa kutafakari. Napiga, anapiga. Kwa hiyo wale walikuwa ni watu, sio wale walikuwa watu, sio binadamu. Binadamu wako Simba. Kisugu vipolo vyote vimetamatika leo hivi, vipolo 4. Ushindo bado kimoja. Bado kimoja usisahau. Au umetumwa. Au ndo wale. Tarehe 16 15 mwezi wa 6. Sisi tunahesabu kipolo. Mbona nakiondoa mambo mengi? Tunahesabia 4 ambapo mlikuwa mmepangana na bodi ligi kwa sasa hivi. Mmevimaliza alama 12 na nafasi ya pili. Hii inaashiria nini kuelekea huko mbele? Inaashiria kwamba tunakokwenda ni kuzuri zaidi. Inaashiria malengo ya Simba yanakwenda kukamilika. Moja ya malengo ya Simba mwaka huu kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa namna ambavyo wachezaji wanavyojituma, technical bench, mashabiki wa Simba wanavyojitoa, iwe mvua, iwe jua. Niwapongeze sana mashabiki wenzangu wa Simba. Jiji la Dar es Salaam lina mvua. Naamini kila mmoja anatoka nyumbani kwake mvua zimeanza kufanyaje? Kunyesha. Lakini anasema jua langu, mvua langu, nitakwenda kuisupport Simba yangu. Wamekuja kuisupport timu na inshallah kwa wingi ambao tunakutana KMC. Tutakutana pia katika uwanja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Semino 3 kwenda kuwapokea vijana wakati wa Barakane kashakufa goli 4 nyumbani kwao hiyo. Kisugu umemsikia tajiri gari anakuambia Yanga bingwa. Sawa, kama ukizungumzia tajiri sawa. Nilidhania utasema umemsikia bilionea. Ingestuka kidogo. Yeye kumwita tajiri sawa. Nimesahau, usirudie maneno. Usirudie maneno. Yule ni tajiri. Kuna M na kuna B. Yule ukimwita M ni sawa, milionea, lakini Mo unamuita
Bilionea. Bilionea yuko katika timu ambayo inacheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Sio kwa bahati mbaya wala sio kwa kupigiwa kura. Kwa uwekezaji mkubwa aliwekeza katika Simba. Mishahara analipa kwa wakati, vijana wanapata allowance zao kwa wakati, wanapambana jasho na damu. Bilionea yuko Simba. Yeye kama anaambia watu watapata ubingwa wa NBC, bilionea Simba anaambia watu watapata ubingwa wa shirikisho barani. Hii ndio tofauti kati ya bilionea na milionea. Viporo vimeisha, tunaenda katika mechi dhidi ya Berkane inayofuata. Nyinyi kama mashabiki wa Simba, lakini pia Simba kwa ujumla, kujipanga, tutabaki kwenye dua na sala. Mimi nafikiri kila mmoja amesikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa ndege ambapo vijana wetu watasafiri kwa ufasaha. Wale ambao walipata nafasi ya kwenda kutuwakilisha watasimama kwenye nguvu, watasimama kwenye jitihada. Sisi tulobaki Tanzania tutabaki kwenye dua na sala, kwa sababu dua linafika kokote. Tuendelee tu kutia ubani, tumuombe Mwenyezi Mungu, Mungu wa wote. Aliumba mbingu na ardhi, aliumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Naamini chini yake hakuna kinachoshindikana. Tunanyanyua mikono yetu juu, wana Simba. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu unaomba mbingu na ardhi, vinavyoonekana visivyoonekana. Uwape nguvu vijana wetu, uwape spirit ya kupambana, na uwape mafanikio kule Morocco zile ya Berkane. Inshallah na imani kwa Mwenyezi Mungu tutafanya vizuri. Mamaliza? Mamaliza? Watakuja. Siku ya Simba Day alisema mwaka huu tunakwenda kufanya makubwa sana katika mpira nchini. Kuna watu waliamini kwamba yale maneno yalikuwa propaganda, lakini Fred Davis amekwenda kwa approve na kuonyesha namna ambavyo uwezo wake ulivyokuwa sawa sawa. Sisi wana Simba tunasema cha kumlipa hatuna. Kazi yetu ya kuendelea kumsupport, anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri. Leo Simba tumekuwa tishio kwenye bara la Afrika. Lakini Waswahili wanasema siku zote unapozungumzia kumsifia anayekimbia, basi lazima msifia anayemkimbiza. Lazima tumtaje Mohamed Dewji almaarufu Mo. Anafanya kazi kubwa mzee huyu. Hatumzungumzi kwa 100% kwa namna ambavyo inavyotakiwa azungumzwe. Leo katika klabu za Afrika Mashariki na Kati, moja kwenye klabu yenye benchi bora katika bara la Afrika ni Simba Sports chini ya Fred Davis. Maana yake kuna pesa nyingi inatumika kwa namna ambavyo Simba inavyoendesha. Kwa lazima tuchukue nafasi hii tumpongeze sana Mohamed Dewji kwa kazi kubwa, kazi nzuri anayofanya. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Wakati anapewa hii timu kama mwekezaji alisema, awamu ya kwanza anataka kuhakikisha Simba inakwenda kwa klabu bora katika bara la Afrika. Awamu ya pili anarudi kwa mwenyekiti wa bodi, anasema Simba anaenda kuiona kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Waandishi wa habari, Simba Sports anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Umetaka ndio hivyo, ukutaka ndio hivyo. Huyu unaitolea wapi mikoi? Tuna timu bora, tuna management bora, tuna technical bench bora, tuna players bora ambao wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo mimi naamini sina hofu, wana Simba hatuna mashaka. Mwaka huu tunakwenda kwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Maana zamani leo mechi ya 4 mfululizo anachokifanya ni mwanaume hasa. Mimi nafikiri waandishi wa habari kuna muda fanyeni search mpira.